na tufanye kazi, tufanye amali njema, tutangulize amali njema kwa siku ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala tankashifu fihi sarair, siri zote zitawekwa nje na kitu yote imefichwa chini ya mbavu Allah subhanahu wa ta'ala ataka nje, na waliokuwa mujrimin watawekwa kwenye duara, na yao yote madogo na makubwa itakuwa ni wenye kuhesabiwa, na Allah tabaraka wa taala ataweka kila kitu kwenye mawazinul a'mal, kwenye vipimo ya amali zetu, siku ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala ataonesha kila mtu sahifa yake, kitabu chake. Kila mtu ataona ma qaddamahu li nafsihi sa'ir, kila kitu aliyotanguliza ataiona mbele yake. Faakhidhun kitabihi biyamini, kuna watu watachukua kitabu chao na mkono wao wa kulia, na kuna watu watakuwa ni madhalim na mafujar, watu ambao kwamba ni wakutenda maovu peke yake, watachukua kitabu chao na mkono wao wa kushoto. Wa ya saadatu man istajaba lillahi wa rasulih, mwenye kupata maisha mazuri siku hiyo ni yule mtu aliitikia mwito wa Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Kisha mjue waja wa Allah subhanahu wa taala kwamba Allah tabaraka wa taala ametulazimisha sisi بالاستعاذة به من شر الحاسد إذا حسد. Allah tabaraka wa taala ametulazimisha tuwe ni wenye kuweka kinga na husda na mtu ambaye kwamba ni mwenye kufanya husda atapohasidi. Allah tabaraka wa taala anasema fi surati al-Falaq, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نيون محل شاهد، ومن شر حاسد إذا حسد، نشر يموني كحسيدي pindi anapo hasidi. Hasad ni daun khatir, ni ugonjwa ambao kwamba ni hatari zaidi, ni min adwa'i alqulub yusibu an-nufus, ni kutokana na ugonjwa ambao kwamba iko wapi? Kwenye akili. Hasad ni ugonjwa, lakini hatupata wapi sisi? Kwenye viwiliwili, kwenye akili, kwenye ulimi. Sema kwa Kiswahili basi. Kwenye moyo. Mashaallah, barakallahu fik. Ni ugonjwa inapatikana kwenye moyo. Ugonjwa gani unapatikana kwenye moyo? Ama kuna amali gani nyingine yote inapatikana kwenye moyo ambao mnajua? Kwa sababu amali kuna zingine unatenda wema na ulimi, sio? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-imanu bid'u wa sittuna shu'ba, iman ni bid'u wa sittina na 70 shu'ba, yani ina vigelegele 60 ama 70. A'la kalimatu la ilaha illa Allah, iliyoko juu zaidi ni kalima la ilaha illa Allah. Ukisema la ilaha illa Allah unasema kwenye moyo, kwenye ulimi, sio? Mashaallah. Kwa hiyo ni tendo ambao unamkurubia Allah tabaraka wa taala, na unaifanya wapi? Kwenye ulimi. Barakallahu fik. Wa adnaha al-imatatu al-adha 'an at-tariq, na iliyoko chini zaidi kwenye vipengele ama branches za iman ni kuondoa kitu ambacho kwamba inaudhi barabarani. Ukitoa kitu inaudhi barabarani, unatoa vipi? Jina lako? Abbas Abdurrahman, mashaallah. Ukitoa kitu ambacho yenye kuudhi barabarani, unatumia nini kuiondoa? Ulimi ama viwiliwili? Viwiliwili, unatumia limbs, mikono yako, sio? Mashaallah. Wal haya'u min al-iman, na haya, kuona haya
vile vile ni mojawapo ya branches ya iman. Haya mahali pake ni wapi? Moyoni. Kupenda mahali pake ni wapi? Moyoni. Kuchukia mahali pake ni wapi? Kwa hivyo kuna vitendo zinafanya moyoni, vile vile kuna ugonjwa ambao inamwangukia mwanadamu moyoni, na hisi hatataka ama si inaitwa nini, na cardiac arrest. Hii ni ugonjwa ambao ni hisia, ambao daktari hawezi kuiona. Ni ugonjwa moja wao. Hiyo ugonjwa nini? Ni ile tunazungumzia leo, alhasad, kuwa na envy. Nafikiri mnaelewa kizungu wengine. Jealousy ni ugonjwa inatokea kwenye moyo, inashika nafsi, na ni ugonjwa ambao kwamba inamwangukia aliyo tajiri na aliyo maskini. Yani ugonjwa inamwangukia mtu yoyote, si ugonjwa ambao inamwangukia mtu fulani tu. Ni ugonjwa ambao kwamba inamwangukia aliyopewa na Allah na aliyokatazwa na Allah tabaraka wa taala. Ni ugonjwa ambao kwamba inamwangukia alalim, shekhe mkubwa, na ni vile vile ni ugonjwa inamwangukia aljahil, mtu ambao kwamba ni ignorant. Ni ugonjwa ambao kwamba inamwangukia anaasi, na ugonjwa inamwangukia ana mtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ugonjwa inamwangukia adhakar wal untha, wanaume na wanawake vile vile. Hasid, mnavyosema nyinyi kwa Kisomali, mtu akikwambia wewe ni hasid kwa Kisomali anamaanisha vipi? Hasid khufhun waya. Maana yake hasid ni alladhi yakrahu husulu ni'mata Allahi li ghayrihi, ni yule mtu anachukia neema ya Allah imwangukie asiyokuwa yeye. Yani mwenzako akipata kitu wewe unakuwa na uchungu, hiyo ndio maana hasid. Unachukia kwa sababu Allah akamfadhili mwenzako akampa kitu na wewe ukachukia. Wa yuhibbu in wujidat inda almahsudi an tuslaba minhu, na vile vile anapenda huyo mtu ile kitu amepewa huyo mtu achukuliwe yeye. Tumeelewana? Kwa hivyo nimesema nini? Jina lako ndugu? Muhammad Nur. Nimesema nini mimi? Hasid maana yake nini? Wachana mbali na definition ya Kisomali. Hii definition mimi nimekupa. Na ya pili usaidie. Ya kwanza unachukia mwenzako amepatiwa neema ya Allah tabaraka wa taala. Ya pili unapenda nini sasa? Ya kwanza ni kuchukia. Na ile kitu amepewa pia ikichukuliwa ndio furaha yako, yani unapata utulivu wa moyo. Ya kwanza wewe upate utulivu wa moyo mtu akipewa kitu ambao wewe hauna. Yani ndugu yangu leo Muhammad akipatiwa kitu mimi namsumbua akili, silali, na nini ndo amepewa si mimi. Ya pili Muhammad kesho nikisikia hiyo neema yake imeondoka mimi ni nini? Nakuwa na furaha. Pamoja na hiyo neema isiponikujia mimi sijali. Unajua itakuwa una raha zaidi hiyo neema itoke kwa Muhammad inijie mimi, lakini sisi sote tukose na wewe usipate vile vile. Hiyo ndio maana kuwa na husda. Na hii neema huenda ikawa ni neema yote, huenda ikawa ni neema ya ilmu sharia. Leo mtu fulani kapotea miaka kadhaa, amekwenda amesoma dini, amerejea,
Wewe mara unamwona ule jamaa ndio mwenye kutoa khutba, unashangaa namna gani, inakuuma wewe, na pia unataka ile kitu toke kwake. Huenda ikakuwa ni neema ya tijara. Mtu jamaa jana na wewe na yeye mlikuwa sawa, mnakunywa chai kibandasi kinaitwa mnakunywa chai kwa kibanda. Leo ule jamaa anakuambia mimi kahawa ile inapiga kichwa wangu ni ya Java peke yake, tayari kishaomoka. Kwa hivyo wewe unakuwa na husda. Huenda ikawa ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amempatia kitu kidogo, akanunua nyumba, ama jamaa akapata cheo, ile cheo ambayo kwamba si muhimu kabisa, lakini kwako ni cheo ameipata, wewe ukamhusudu kwa sababu ya hiyo cheo. Ama ikakuwa ni neema, kitambo wewe na yeye mlikuwa mnapiga inaitwa nini, unajua futsubishi? Maana yake nini futsubishi? Mlikuwa mnapiga miguu pamoja. Saizi yeye amenunua Mitsubishi, amekuacha wewe kwa nini? Futsubishi. Hiyo neema inakusumbua wewe akili. Huenda ikawa ni neema ya kuwa na afya. Ujamaa ana afya na wewe ni mgonjwa, unamhusudu kwa afya yake na nguvu. Iwe ni neema ya watoto, iwe ni neema ya mke ama mume, iwe ni neema ya amani ambayo inaendelea, iwe ni neema ya jina yake imekuwa jina mzuri, kila mtu anamtaja. Jana alikuwa julikani, leo Nakuru yote inazungumza kuhusu. Umemwona jamaa anaitwa Abdurrahman, standard 8 alipita hivi, na form 4 pia amepita, amekwenda Nairobi University. Inshallah taala atakuwa hivi na hivi, anasomea udaktari sasa. Mji wote unazungumza kuhusu kijana. Jana alikuwa julikani, leo anakuwa ndio mwenye kutajwa. Awe ni mtu anapendeza kwa macho ya watu. Kuna saa zingine watu kwa mtaa moja huenda wakawa wanaona mtu anapendeza kwa sababu kitu Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Communities tofauti. Kuna mtu akiwa na mwili ameenda gym ndio mwenye kusemwa. Kuna mtu akiwa chini ya nywele singa hivi kidogo ndio mwenye kusemwa. Kwa hivyo kila community tofauti, lakini anahusudiwa kwa sababu ya hiyo kitu ambayo kwamba yuko nayo. Mpaka inasemekana mtu ambaye kwamba ni hasid, naomba msikize kwa makini, mtu ambaye ni bakhil, yabkhalu bimali. Mtu ambaye kwamba ni bakhili, yeye anafanya ubakhili na nini? Na mali yake mwenyewe. Si hawezi kubakhili na mali ya mtu mwingine, lakini huenda mtu akapatiwa amana achunge. Kwa hivyo wanasema ashahih ni yule mtu ambaye kwamba anafanya ubakhili na mali ambayo si yake. Walhasud, na mtu ambaye kwamba ni hasidi. Asharru minhuma, yeye ni muovu kuliko wawili wote ambao tumetaja. Kwa sababu gani? Yabkhalu bi ni'amillahi ala ibadihi. Subhanallah. Yani anafanya ubakhili kwa neema ya Allah ambayo Allah anawapa nani? Waja wake. Hizi vitu zote tumetaja ni neema. Kwa lugha ya Kizungu inaitwa nini? Blessing. Allah tabaraka wa taala ndio mwenye kupatiana neema zake. Sasa yule mtu ambaye kwamba ni hasid, anakasirika, nini kifanyika? Allah akigawanya neema yake kwa waja wake. Kwa hivyo huyo ndio muovu zaidi, na hiyo ndio kujidhalilisha, humiliation, yani kuishi maisha ya chini kabisa. Kwa sababu hii ugonjwa inamsumbua yeye mwenyewe kabla mtu yote. Ni ugonjwa lakini
ni ugonjwa ambao kwamba inamkula yeye mwenyewe. Mtu akiwa hasidi, hiyo uhasidi wake anachukia vitu zingine za watu, lakini hiyo hasidi inamkula nani zaidi? Yeye mwenyewe. Hii ugonjwa inamkula yeye mwenyewe, bali uende ukaona kwa matamshi yake, maneno yake. Yani kuna watu wengine hata hiyo husda haiwi inafichika kwenye moyo peke yake, anakuwa ni mwenye kuitaja, anasikika anaitaja, ama kwa vitendo vile vile, ima kwa aqwal, maneno, ama kwa afal, kwa vitendo ya ule mgonjwa. Yani huenda akasema vitu ambavyo kwamba hafai kusema na watu wanamsikiza. Binadamu si maneno ikisema karibu nao unasikiza wewe, ama masikio yanapazia? Maneno ikisema karibu yako una choice wewe, ama unaisikiza tu? Utaisikia. Sasa wewe bila kujua ama bila kutaka utajua nani ana hii ugonjwa ya husda, kwa sababu saa zingine si yenye kufichwa kwenye moyo peke yake, inatoka kwa maneno ama vitendo vile vile, ama saa zingine it's even worse than that. Mtu anakuwa na plot vile ataoneshana ile chuki iko nayo kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala kamjalia mtu na neema, kwa shari yake, kwa maovu ama udhia yake. Ama mtu akitaka kuuza ama kununua, unamuona hataki kununua kwa mtu kwa sababu yani ndugu yako Muislamu anauza ile kitu unataka na umetoka nyumbani, lakini kwa sababu ya husda unakwenda unamboresha mtu ambaye kwamba sio Muislamu. Na muamala vile vile, dealings vile unadila mtu, ima yeye atajua ama waliokuzingira vile vile watajua, na hii inaleta chuki. Yani ikishatoka inaleta nini? Kuna saa zingine unaona tu unasema jamaa vipi amepata hii na ile, yani unajiongelesha, lakini shatoka nje inalitaka chuki, kwa sababu ndugu yako anapokusikia atakuwa ni mwenye kubeba hiyo maneno kumpelekea yule mwenye kutajwa, kumpelekea yule mwenye kusemwa, na inaleta Waislamu ama watu wawe ni wenye kuchukiana, wanakuwa na udwan, wanakuwa na enmity, wanakuwa na qatia wal hujran, wanakuwa ni wenye kukata uhusiano na wanawacha kuzungumzishana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya chuki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kukataza hayo magonjwa yote ambayo chanzo yake ni nini? Chuki. Nini imeleta? Husda. Kukatana nini imeleta? Husda. Chanzo chake ni husda, lakini imezaa magonjwa mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza mambo hayo yote. Anasema sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, musiwe ni wenye kuchukiana. Chuki si mambo ya Kiislamu. Wala tadabaru, na musipeane mgongo. Wala tahasadu, na musiwe wale ambao kwamba wanahusudiana. Wakunu ibadallahi ikhwana, na muwe waja wa Mwenyezi Mungu kama ndugu. Sallam ametukataza hiyo tabia. Na wale watu ambao kwamba wana husda ni watu wanakuwa ni type hizi mbili. Al-awwal, ya kwanza ni mwenye kuwa na husda na anachukia kwenye moyo wake neema ambayo kwamba Allah amempa mtu mwingine, lakini hafuatilizii baada ya hiyo zaidi, haweki maudhia, awe ni mwenye kuweka chuki, awe ni mtu ambaye kwamba kusema maneno mabaya ama kutenda mabaya, bali kwa moyo wake ndio kuna hiyo ugonjwa tu. Hiyo ugonjwa ni yenye kutoka nje. Ugonjwa wake wote ni yeye, huyo mtu ambaye kwamba ampatiwa neema
iwe ni mali, iwe ni cheo, iwe ni elimu, iwe ni kazi, iwe ni cheo kazini, ama chochote kama hiyo, kwa kutokana na neema ya Allah tabaraka wa taala, anataka asiwe nayo mtu anayehusudu. Anao thani, type ya pili, ni ule mtu ambaye kwamba yuko nayo husda, anachukia kwa moyo wake, lakini haibaki kwenye moyo, haibaki kwenye moyo, bali unampata huyo mtu ni mwenye kutafuta maudhio, al-adhiya, anataka kumhamu huyo mtu anamhusudu, huenda akamuham ama akamfanyia udhia bilqaul, kwa maneno, ama bilfi'l, ama saa zingine akamsengenya. Hii pesa inamsubuhu jamaa, ni pesa ya kaunti, ni haramu. Hii pesa inamsubuhu jamaa, ni pesa aliiba. Msimuone hivi, mtu wa tajiri kina siku mbili. Huyu mke amepata, yeye aliletewa mpaka nyumbani, hakuwa na ucheku bebu ya kuuza lugha. Yote unamsema tu ghiba, fataratan yadhumu, unamweka chini, wa yaghtab, unafanya ghiba, ama unasema uongo, na hiyo uongo yote tumetaja, ama unamwekea tuhuma. Huyu jamaa tulikuwa naye sisi, tumesoma naye pamoja shuleni, alikuwa maziwa lala. Hii ni pesa ya familia. Hiyo nyumba anaishi si ya kwake, hiyo gari pia ni dereva, asitudanganye. Yote ni tuhuma, na unaongeza ukimtafutia maneno ambayo kwamba inamweka chini, baadaye unamchukia kwa kiwango unachoweza, yani unakuwa na bughd, unamchukia. Bali alhasad inaleta ugonjwa ama uchungu kwa ule mtu ambaye kwamba yeye ndo ana mwenye kuhusudu. Na saa zingine watu wakihusudiana inafika kiwango mpaka wanauana, waliyadhu billah. Yani mtu unampatia husda mpaka unamuua, na kwa sababu ya husda ndio dhambi ya qatl ya kwanza ilifanyika hapa duniani. Nani alimuua nani kwa sababu ya husda? Qabil alimuua nani? Habil. Mashaallah, Qabil alimuua ndugu yake Habil walipoleta sadaka yao, na wa kwanza akakubaliwa, wa pili akakataliwa. Kwa sababu ya husda ndio ikaleta alqatl, kuuana. Kwa hivyo madhambi ya kwanza iliyofanywa duniani ilikuwa nini? Husda. Husda ikaleta nini? Alqatl, kifo. Barakallahu fik. Kwa hivyo mtu wa kwanza kuleta madhambi ya kifo, na kifo ya kwanza duniani ilianza na nini? Ilianza na husda. Vile vile ikhwatu Yusuf walipokuwa ni wenye kumuasi baba yao, ilikuwa madhambi gani ilifanywa ndugu za Yusuf alayhi salam wamuuze Yusuf na wamtupe kwenye kisima? Madhambi gani ilikuwa? Husda. Waliona kwamba yanapendwa zaidi na baba yake, mpaka wakamuuza na wakamtupa kwenye kisima. Yote kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya husda. Mpaka wakakutana baadaye Yusuf alayhi salam akiwa ni mwenye cheo, akiwa sultan. Hivyo hasad ni awalu dhambin usiya Allahu bihi fi samaa. Kaman madhambi ya kwanza Allah tabaraka wa taala wamemwasi Allah nayo kwa duniani ilikuwa nini?
husda. Mbinguni ilikuwa nini? Madhambi ya kwanza duniani ilikuwa husda. Madhambi ya kwanza mbinguni ilikuwa vile vile nini? Husda vile vile. Iblis laanatullah alayhi alipomhusudu Adam alayhi salam, famtana an amri rabbih lahu bisujud, akakataa maamrisho ya Allah tabaraka wa taala kumsujudia Adam alayhi salam, akasema nini? Akakhasirika kuwa karibu na malaika. Iblis laanatullah alayhi hakuwa malaika, lakini alikuwa na malaika mbinguni, akakhasarika kuwa karibu na malaika kwa sababu ya kukataa kumsujudia Adam alayhi salam. Vile vile akapoteza akhira yake pindi aliposema ana khairun minhu, mimi ni mbora zaidi kuliko yeye. Khalaqtani min narin, umeniumba mimi na moto. Wa khalaqtahu min tin, na ukamuumba yeye na udongo. Kwa hivyo madhambi ya kwanza duniani ilikuwa nini? Husda. Madhambi ya kwanza mbinguni ilikuwa nini? Vile vile husda. Kwa hivyo hii ni madhambi ya kwanza ambayo Allah tabaraka wa taala ameasiwa nayo duniani na vile vile mbinguni. Duniani watoto wawili wa Adam alayhi salam, Allah tabaraka wa taala anasema idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Walipoleta sadaka yao, moja ikakubaliwa, moja ikakataliwa, wa pili akasema mimi nitakuwa ni mwenye kukuua. Qala innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, Allah ni mwenye kutakabalia wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakabalia nani? Wenye kumcha Allah. Maana kumcha Allah ni nini? Kumwogopa. Mimi nimekataa. Ukimwogopa Allah unamkimbilia Allah, ama unakimbia kutoka kwa Allah? Do you run to Allah or you run from Allah? Ukimwogopa Allah, you run from Allah or you run to Allah. Kuogopa ni khashya. Taqwa maana yake nini? Fear ni kuogopa. Leo hii simba ikiingia hapa unamwogopa simba, sio? Utatafuta mlango ama utatulia? So fear is not the word of taqwa. Atuvuki hapo mpaka muniambie definition ya taqwa. Kumwabudu Allah. Mashaallah, lakini naomba niambie kwa lugha tunaelewa. Umesema vizuri kabisa. Na kukaa mbali na anachokataza Allah tabaraka. Kiarabu ni lugha ghani. Kiarabu ni lugha tajiri sana. Lugha taqwa, yani hiyo ni one of the definitions ametuambia ndugu yetu. Kuna nyingi. Moja wapo ni definition ya Talq ibn Habib rahimahullah. Anasema taqwa maana yake nini? Hiyo ni Ali bin Abi Talib. Sema tuendelee na yako. Al-khawfu min al-jalil. Taqwa maana yake nini? Kumwogopa Allah. Hii sasa ni kumwogopa. Moja wapo ni one of the branches of the definition of taqwa ni alipotuambia ndugu yetu ni kumwogopa Allah. Wal amalu bitanzil, na kufanya ama kuchapa kazi na iliyoteremshwa na Allah tabaraka wa taala. Iliyoteremshwa wahi ya Allah tabaraka wa taala ni moja ama ni mbili? Amesema iliyoteremshwa, revelation from Allah.
Is Revelation 1 or 2? Huh? 2, which is? MashaAllah, barakallah fi Quran and Sunnah. Tuh sallam anasema innama utitu al-Quran wa mithlahu ma'a litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim, so that you can clarify to people what has been revealed to them. Uweke wazi watu kitu ambacho kwamba wameshukishiwa. Kwa hivyo Quran inaambatana na nini? Kwa hivyo wahi ni mbili, Quran na Sunna. Ukiegemea Quran peke yake utakuwa Muislamu mchapakazi. Mtu aseme mimi nategemea Quran peke yake. Endelea. Walqanaatu bilqalil, na kukinaika na kitu kidogo ambaye Allah tabaraka wa taala kakupa. Alqanaa ndio dawa ya nini? Topikia tu leo yote nini? Ukikinaika na ile kitu kwa Allah amekupa, hujali ule amepatiwa nini, hujali ule amepatiwa nini, wewe ile yako kidogo imekutosheleza. Na ya mwisho, walisti'dadu liyawmi rahil, na kujitayarisha siku ambayo kwamba utaanza safari. Juzi Jumamosi ama Jumapili tulikuwa na ndugu yetu moja wa kutoka Nakuru mjini Nairobi. Tukazungumza, tukacheka, tukakaa. Aliporudi Nakuru leo nimesikia ametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Palile mimi nilimuona mimi yeye alikuwa amekwenda kumridhisha Allah. Alikuwa anajitayarisha. Yeye kisha tangulia mbele ya haki. Je, mimi na wewe tunajitayarisha ama tunaongojea tu wakati ifike? Kuna swali kila mtu anafahamu. Ndio al-istidad li yawm ar-rahil. Angalia hiyo 4 important points ametaja ndugu yetu Muhammad. Yote maana yake nini? At-taqwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya lugha ya Kiarabu ilivyokuwa ghani. Ya mwisho ni Talq bin Habib anasema kwamba ni ta'atullah ala nur min Allah rajaa thawabillah, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala with knowledge and insight. Uko na ilmu. Kwa hiyo maisha yako usimtii Allah kama una ilmu. Ukipata watu wanafanya ibada ambayo wewe unajua hiyo si ibada, ama hujui kama ni ibada, wewe utaingia tu. Huwezi kuingia tu, lazima uwe na ilmu. Ala ta'atullah ala nuri min Allah rajaa thawabillah, na unatarajia Allah atakupatia nini? Thawabu yake. Wa tarku ma'siyatillah, na kuacha kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ala nurin min Allah, ukiwacha kumwasi Allah wewe unajua hiki kitu ni madhambi. Umejuaje ni madhambi? Leo nikiwaletea nyama jirafa hapa mtakula? Ha? Nikiwaletea nyama zebra mtakula? Kwa nini? Zebra kama hujui unaiwacha, sio? Kama hujui ni haramu kwako wewe. Kwa hivyo ukiwacha kitu lazima uache na ilmu, na ukifanya kitu lazima ufanye na ilmu. Ukifanya kitu kumtii Allah unafanya na ilmu, na ukimtii Allah unahopa Allah atakureward. Na ukiwacha kitu useme hii kitu mimi sijui kama ni halali ama ni haramu, lazima uache na nini? Na ilmu. Na unaiwacha kwa sababu ya nini? Unaogopa punishment of Allah. Hiyo pia ni definition of taqwa. Kwa hivyo taqwa hii, mambo watu wanasema taqwa kwa Kiswahili ni kumwogopa Allah. That's why wale Waswahili wanajua Kiswahili wanasema ni kumcha Allah, si kumwogopa. Sasa kumcha Allah ndio alivyosema ndugu yetu, yani definition yake ni kubwa zaidi. Kwa hivyo inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah ni mwenye kukubali kwa watu ambao kwamba wako na takwa. Kwa hivyo ugonjwa
ama maasi ya hasad inaleta uadui, inaleta watu wasizungumzishane, inaleta watu wawachane, kila mtu achukue njia yake. Na the opposite of it inaleta nini? Ulfa, undugu, inaleta moyo kwa karibu. Imepokewa kutoka kwa Muawiya radhiyallahu anhu, anasema kwamba kullu nnasi aqdiru ala ridhah, watu wote ni wenye kukubali matokeo ya qadar. Kitu kitokea, sisi sote tunasema nini? Qadar Allah. Umekubali matokeo ya Allah. Allah ndio ameandika, na Allah anachotaka anafanya, haulizwi yeye, na sisi ni wenye kuulizwa. Kwa hivyo anasema Muawiya radhiyallahu anhu, kullu nasin aqdiru ala ridhah, kila mtu ni mwenye kuwaridhika na matokeo ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa hasid, isipokuwa hasid, mwenye kuna husda. illa hasida ni'matin fa innahu la yurdhih illa zawaluha, mwenye kuna husda haridhii matokeo na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka hiyo kitu, hiyo neema imuondokee huyo mtu. Kwa hivyo mtu anapigana na nini? Na qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja ya wao waliotangulia anasema kulla al-adawati qad turja mawaddatuha, kila wadui kuna hope ama ina matarajio ya kwamba adui wawili huenda wakapendana. Leo mtu anaweza kuwa adui ya mtu mwingine, kesho si wanaweza salimiana na wakakuwa marafiki tena. Kila wadui huenda wakapatana. Illa adawata man adaka min hasadin, isipokuwa ule mtu ambao kwamba uadui yako imemletea nini? Husda, ndio imemletea hiyo adui. Wa aktharu ma yaqa'u alhasada baina ahli san'a wal minhati wal wadhifati alwahida, na mara nyingi husda inatokea kwa watu ambao kwamba ni watu wanafanya biashara moja, watu ambao kwamba wako umri moja. Mama itairika nyinyi, unajua irika? Irika moja, yani watu wako age mates, age group. Wasidi naanzia hapo. Kwa nini mimi sijapata ile kitu hiyo mtu amepata? Urafiki yangu tuko naye miaka moja, 24 years old, imekuwa kwaje kaoa? Kwa nini huyu amepata watoto kwa haraka? Kwa nini huyu amepata kazi mzuri na mimi naye tuko age moja, ama tunafanya kazi moja, ama sisi wote ni wanasiasa watarajiwa? Kwa nini huyu kapata cheo na mimi sijapata cheo? Yoyote ndio inaleta uhasidi. Ama watu ambao kwamba wamelelewa pamoja, watu ambao kwamba wanafanya biashara pamoja, ama watu ambao kwamba wana usahibu, friends, watu ahlu suhba, yote uhasidi inaanzia hapo. Na chanzo cha uhasidi nini? Al-ujb. Wewe umekuwa na self amazement. Kwani ananishinda nini mimi? Kwa nini yapate na msipate? Uhubbu dhat, na kupenda kusema na cheo, yote inafikisha nini mtu akwe hasid, na anakuwa anahusudu nini? Neema ya Allah tabaraka wa taala. Iwe ni moja hapo hizo neema zote tumetaja, moja hapo neema ambayo kwamba mtu anakuwa na husda nao nini? Abdurrahman, mtu akiwa jealous against you, anakuwa jealous kwa neema gani? Kama nini? Mali. Nini ngine? Cheo. Nini ngine? Ilmu. Nini ngine? Watoto. Nini ngine? Nyumba, markab,
sayara. Wafugaji, mtu akiona mtu ana ngamia 100, si lazima na kuna mtu anamhusudu. Wanyama, mifugo, shamba, hizo zote ni neema ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala kamjalia huyo mtu, na yote inakuwa ni qadar ya Allah na qadha yake, na Allah subhanahu wa taala kamjalia huyo neema kwa hikma ambayo anajua yeye. Allah anampa mtu anayotaka na anamkataza mtu anayotaka kwa hikma ambayo kwamba anajua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kugawanya neema zote. Kwa hivyo alhasad ama husda ni shari ambayo kwamba chanzo chake ni shari ya nini? Al-ujba, ambayo kwamba wewe umestaajabu na nafsi yako, self amazement. Ya pili leo nini? Al-ihtiqar, kuweka mtu mwingine chini. Kwa nini yeye amepata na mimi sijapata? Ya tatu ni nini? Al-kibr, kuwa na kiburi. Hizi zote ndio zinazaa ugonjwa ambao kwamba inaitwa nini? Al-husd. Fahasada Adam ujban binafsi. Iblis la'natullah alayhi amemuhusudu Adam kwa sababu ya nini? Amekuwa na nini? Ujba maana yake nini? Amestaajabu na nafsi yake, ndio self amazement kwa kizungu. Akasema nini? Ana khairun minhu. Yani wewe unaona mimi ni nani? Kwa nini huyu ndugu yangu Bashir awe anafikiria ni bora kuliko? Kwa nini apate hiyo kitu na mimi ni bora zaidi kumliko yeye? Kama ni intellect, akili, mimi namzidi. Kama ni kuchapa kazi, mimi namzidi. Kama ni rer magal nimo, mimi namzidi. Kama mimi ni mtu wa mtaani, mimi ni mjanjezi kumliko. Kwa nini yote apate? Yote nini? Kwa sababu mimi nimestaajabu na nafsi yangu na nikakuwa na vile vile kiburi. Ndio Iblis laanatullah alayhi akasema ana khairun minhu, mimi ni mbora kumliko yeye. Anamwambia nani hivyo? Alimuumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yani amesahau kwamba yeye was non existent before, ameumbwa ni kiumbile cha Allah tabaraka wa ta'ala. Khalaqtani, alafu angalia vile mjinga anasema ana khairun minhu, mimi ni bora kumliko. Khalaqtani, umeniumba mimi. Yani hiyo statement yenyewe inafaa yeye ajiweke, kwa sababu ni maumbile. Khalaqtani min narin, umeniumba mimi kutoka na nini? Moto. Wa khalaqtahu min tin, na ukaniumba yeye kutoka na nini? Ona Kiswahili na ngumu. Udongo. Na hiyo ndio ikamfanya Iblis laanatullah alayhi afukuzwe peponi. Sababu ya kiburi hakumsujudia Adam alayhi salam, na akakuwa na ridha ama akaridhika na laana ya Allah tabaraka wa taala, na ndio akawa na hii maisha ya kubh, maisha mabaya, na Iblis ndio akawa ndio imam ya mashaitani wote mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo alhasad, shari yake na madhara yake inamdhuru nani zaidi? Huyo mwenye kuwa na husda ndio inamdhuru yeye zaidi, kwa sababu inamchoma yeye kwa undani, anajikula yeye, ndio mwenye kukosa usingizi, halali usiku. Kwa nini huyu jamaa amepata hii neema ya Allah tabaraka wa taala? Ni mwenye kugeuka usiku kutwa halali, na hawezi kusimamisha qadari ya Allah tabaraka wa taala ya hiyo neema. Kwa hivyo anakuwa nini? Anakuwa ni mtu kuwa na husda, na hakuna wala yakuna sharran ala ghairi illa idha dhaharat atharihi, na hawezi kumdhuru ule mtu amepatiwa neema isipokuwa
athari yake ikionekana. Tumesema kuna hasad ya aina mbili. Moja anachukia tu kwa moyo, wa pili anafanya nini? Anazungumza vitendo. Sasa hiyo ikionekana ndio inamdhuru yule mwingine, lakini ikiwa kwenye moyo haimdhuru kamwe. Ndio Allah tabaraka wa taala anatuambia wewe lazima ujikinge, uwe na kingo. Na hii ni min adhkari sabah wal masa, adhkari ya asubuhi na jioni. Unasoma sura gani mara tatu? Suratul Falaq. Unamwomba Allah tabaraka wa taala akukinge min sharri hasidin idha hasad. Idha hasada maana yake nini? Idha adhhara ma fi nafsihi min alhasad, ikionekana na akaanza kufanya vitendo na akawa ni mwenye kuonekana na anajulikana. Na husda kuna watu wanajulikana wanayo, na huenda ikamuua huyo mtu. Mtume sallam anatuambia kwamba umma yetu hii ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wengi, nikisema watu wengi, majority of the people of this ummah wataingia ama itawapeleka kaburini evil eye ama ain na hasad. Maana yake nini? If the ummah is 100%, na nikisema majority ni ngapi? More than 51%. So the majority ni more than 51%. Kwa hivyo lazima tumuombe Allah tabaraka wa taala atulinde kila wakati kutokana na alhasad wal ain, kwa sababu al ain haq, ain ni haq, kama imepokewa kwenye sunna Bwana Mtume sallam kwamba kuna watu ambao kwamba wanaangukiwa na ain na vile vile hasad. Ya kwanza ni mtu aone kitu kwa macho yake na ile kitu imfurahishe, na asiombee dua ya baraka kwa ile kitu ambayo ameiona. Imepokewa kutokana na Bwana Mtume sallam kwamba anasema idha raa ahadukum min nafsihi au malihi au akhihi, mtu akiona kwa nafsi yake ama kwa mali yake ama kwa ndugu yake kitu ambayo kwamba inamfurahisha, faliyad'u bil baraka, amuombe huyo mtu ama ajiombee kwa baraka. Fa innal aina haqqun, kwa sababu macho ina haq. Wenda ukamwangalia mtoto wako na ukastaajabu na maumbile yake, na usimwombe Allah tabaraka wa taala useme barakallahu fik ama Allahumma barik, macho yako imwangukie mtoto wako ama mnyama wako ama nafsi yako, kwa sababu macho iko na nini? Fa innal aina alhaq. Ya pili ni mtu aangalie kitu kwa muangalio wa hasad, min ghairi du'a bil baraka, na asifanye dua ya baraka. Imepokewa Bwana Mtume sallam hadithi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal, Jibril alimjia Bwana Mtume sallam akamwambia, ya Muhammad ishtakait, ya Mtume Muhammad, naona kwamba umekuwa mgonjwa. Faqala na'am, akasema bismillahi urqik min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin au aini hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik. Jibril alayhi salam alimfundisha Mtume Muhammad sallam anavojisomea ruqya. Anasema kwamba bismillah arqik, kwa jina ya Allah na kuombea upone, min kulli shay'in yudhik, kwa kila kitu ambacho kwamba inakuudhi, min sharri kulli nafsin, kutokana na shari ya kila nafsi, au aini hasidin, ama macho ya yule
mtu ambaye kwamba yuko na husda, Allah yashfik, Allah kupatie shifa, bismillah arqik, kwa jina ya Allah na kuomba upone. Kwa hivyo kuna njia ya kwamba unajikinga na nini, na husda, na vile unajikinga na nini, na ain vile vile. Jibril alayhi salam amemjia Bwana Mtume sallam akamfundisha vile ambavyo kwamba atajiponesha. Kwa hivyo tumejua kwamba kuna ugonjwa ambao ni kali sana, inaitwa nini, husda. Wewe unaweza kumlinda ndugu yako na husda, na wewe unaweza kujilinda na husda. Vipi? Tumestaja zote. Unamlinda ndugu yako vipi na husda? Dua ya nini? Baraka. Kwa kitu yote ambayo kwamba inaweza kuwa ufanye wewe una husda, ukimwona na ndugu yako unamwambia Allah aibariki. Watu wengi wanasema masha Allah, lakini which is the proper right thing to say? Allahumma barik. Sawa, shikanisha yote ni sawa, fabiha wa ni'ma. Kwa hivyo naomba Allah aweke baraka kwa kile kitu ambacho kwamba inakutatua wewe. Ya pili, wewe unajilinda. Jibril alayhi salam amemfundisha Bwana Mtume sallam, na Mtume sallam alikuwa anawasomea Hasan na Hussein wakiwa wadogo. Unajilinda kutokana na nini? Vitu viwili ambavyo tumezungumzia leo. Ya kwanza nini? Ya pili, macho, evil eye. Sasa macho iko na haki, na macho uenda ukajidhuru nao wewe mwenyewe. Kwa hivyo wewe unajilinda na unamlinda ndugu yako vile vile. Kwa hivyo tumejua ugonjwa, sio? Na vile vile tumejua tiba. Jina lako nani ndugu? Muhammad. Inshallah Muhammad wengi hapa. Ugonjwa ni ipi na tiba ni ipi? Na nini nyingine? Mashaallah. Na vipi unajilinda na unawalinda Waislamu wenzako kutokana naye? Mashaallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam imepokea kwamba aliulizwa ayu nasi afdal, watu gani ni bora zaidi? Kama baki min alwaqt. Ayu nasi afdal, watu gani ni bora zaidi? Akasema Mtume sallam, kullu mahmum alqalb saduq allisan. Masahaba ridwanullah alayhim wakasema saduq allisan naarifu, yule mtu ambaye kwamba ni msema kweli tumemjua. Fama mahmum alqalb, yule mtu ambaye kwamba moyo wake ni mahmum, maana yake nini? Mtume sallam akasema huyo mtu ni attaqiyun naqi, mtu ambaye kwamba ni mcha Mungu. Leo tumejua maana takwa, sio? Mtu ambaye kwamba yuko na takwa moyoni, na vile vile moyo wake ni safi. Mtu ana roho safi kama nini? Vijana siku hizi wanasema roho safi kama pamba. Roho safi kama pamba. Mtu ambaye kwamba hana madhambi, hana chuki, vile vile hana husda. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, na tunamalizia na hii hadithi. Anasema alimsikia Bwana Mtume sallam mara 3 tofauti akisema kwamba kuna mtu atapita mbele yenu. Hajapita huyo mtu bado, lakini yuko karibu kupita. Kuna mtu yuko karibu kupita mbele yenu. Huyo mtu ni min ahli aljanna, huyo mtu ni mtu wa peponi.
Na waulizeni swali moja, Mtume sallam alijuaje mtu the zaman a man is about to pass by, mtu yuko karibu kupita? Alijua vipi Mtume sallam? Wahi. Mtume sallam azungumzi kwa matamanio yake, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahi. Akasema kuna mtu atapita. Mara 3 tofauti amewasumilia, amewambia masahaba kuna mtu atapita, na huyo mtu ni mmoja wapo ya watu wa janna. Masahaba wakiangaliana wanaona wale masahaba wote wazito wamekaa hapa. Abubakar yupo, Umar yupo, Uthman yupo, Ali yupo, na wale wote entourage ya Mtume sallam imekaa pale. Je, huyu mtu atatokelezea nani? Wakiona ni mtu maskini ameweka viatu yake hapa anapita, hajulikani na masahaba wengine. Mara 3 tofauti. Abdullah bin Amr bin As akamfuata huyu jamaa, akamwambia mimi nimegombana na baba yangu na sitataka kulala na yeye, nimechapa kiapo na siko tayari kufunga siku ngapi? Ukichapa kiapo na wewe usipotimiza unafaa kufunga siku ngapi? 3 tena. Akasema mimi nataka nilale na wewe tafadhali. Akamfuata nyumbani, akalala na yeye, anataka kuona ni nini huyu mtu amefanya mpaka akakuwa min ahlil janna. Kijana mdogo. Usiku jamaa mkiqiyamu layl, akijigeuza tu anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allahu akbar. Yani si mwenye kuamka usiku wa manane kuswali, usubuhi ikifika ni mwenye kurarua breakfast, anachapa machapati zake ama maanjera zake na maini afungi. Yani akashangaa, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 same. Siku ya 3 ikabidi aseme ukweli. Akasema mimi nimekuja kwako, nataka kuona amali yako gani imekupa pepo, lakini sijaona kitu yote ambayo kwamba ni unique. Akasema tafadhali niambie kama kuna kitu yote ambayo unafanya kisiri. Akamwambia mimi nikilala usiku, kwanza mimi si mwenye kuudanganya Waislamu, sifanye ghish. Man ghashana falaysa, mtu yote mwenye kudanganya, anasema Mtume sallam is not amongst us, si mmoja wetu. Kwa hivyo mimi siwadanganyi Waislamu. Wala ahsudu ahadan, na sifanyi husda kwa mtu yoyote kwa ile kitu ambayo bora ama mali Allah akampa huyo mtu, si muhusudu huyo mtu, na ni mtu ambayo kwamba nasamehe watu wote usiku kabla nilale. Yani usiku I clear my chest. Kwa lugha ya Kiswahili wanaita qalbi harnan wallah. Amo. Assalamu alaikum. Kwa lugha ya Kiswahili inaitwa nini? Clear chest. Ndio hiyo. Akasema qalbi safi. Akasema huyu Abdullah bin Amr bin As, wa hiya alladhi la nutiq. Hiyo vitu umetuambia ndio ile kitu sisi hatuwezi. Vitu ngapi tumetaja huyu jamaa ambaye afanye? Ya kwanza, fanye ghish, adanganye Uislamu. Ya pili, akuwe na husda. Ya tatu, akasema hiyo ndio kitu sisi hatuwezi. Yani leo hii mtu anakukosea na usiku unakuja unamsamea,
wallahi hatulali kwa sababu hiyo mtu, mpaka tunamwota. Kama ni kumchapa unamchapa kwenye usingizi kama ni kumkimbiza unamkimbiza kwenye usingizi. Lakini huyu mtu alikuwa ni mmoja na clear chest yake na anasamea kila mtu, akasema hadha alladhi la nutiq. Hiyo ndio kitu ambayo kwamba hatuwezi sisi. Hii inaonyesha kwamba masahaba ridwanullahi alayhim moyo wao ilikuwa mbali na kudanganya, ilikuwa mbali na hasad na envy na jealousy, na walikuwa wanajua tiba ya kufanya hiyo moyo wao iwe clean. Sasa kuna points kadhaa ningependa kuachia nayo ambayo kwamba itatusaidia sote kujikinga na hii ugonjwa ambao kwamba ni yenye kuua, ambayo inaitwa hasad na vile vile ain. Ya kwanza ni mtu kujifunga na Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yako yote unamwachia Allah akontrol na kumwelekea Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah anasema waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, ule mtu atamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamtosheleza. Yani inakutosheleza wewe kwamba umemwachia kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pili ni kuvuta uradi. Hiyo Kiswahili mnaelewa maana ngumu? Kuvuta uradi nini Muhammad? Kuvuta uradi nini? Kuvuta uradi, kufanya adhkar. Kwa lugha ya Kiswahili sanifu inasema nini? Kuvuta uradi, adhkar sabah wal masa, ambayo imekuja kwa sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Adhkaru naum, wakati unaotoka lala, unataka kulala. Adhkaru dukhul al khala wal khuruj, ukiingia msalani na ukitoka. Adhkaru safar, adhkari ya kusafiri, na adhkari zote, adhkari za kuhuzunika, adhkar unapoingia nyumbani, unapotoka, unapotaka kula. Ya tatu, nyumba zetu tusifanye nyumba zetu ziwe kama makaburini. Maanake tuwe ni wenye kusoma Qur'an kwa nyumba zetu. Shaitan ni mwenye kutoroka kwa nyumba ambayo kwamba imesoma suratul Baqara. Tukithirishe kusoma suratul Baqara na Qur'an kwa nyumba zetu. Tusallam anasema iqra'u suratul Baqara, someni suratul Baqara, fa inna akhdhaha baraka, kuishikilia ina baraka. Wa tarkaha hasra, na kuiachilia ni kuwasarika. Wala tastati'uha albatala, na wale watu ambao kwamba ni masihirole, magician, na wenye kusoma vitu kwa maji chafu, na wenye kufunga vitu, suratul Baqara hawezani nayo, yani wanatoroka, yani they cannot deal with surah al-Baqara. Jazakumullah khair. Kama kuna swali moja au mbili nitajibu, na tukifanya hizi itakuwa na upungufu ya watu kufungua vibanda za kusomea watu Qur'ani. Yote ni biashara. Ile unajua soma, ile unajua soma. Ukiweza afdal, kama uwezi Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuuzito kwa, lakini mauidhatain lazima isomwe, afkar lazima isomwe. Leo hii Qur'ani nzuri zaidi ni ile Qur'an wewe umejisomea. Kwa hivyo tujisomee Qur'ani, tusomee Qur'ani kwa nyumba zetu, kwa watoto wetu, na tuwalinde. Maswali yote kabla tufunge kao. Jazakumullah khair. Naam. Nje ya mada. Sawa. Kama tunajua tutajibu, kama tujui nao tutasema tujui. Tafadhali. Aha.
haji ni wajibu kwa mtu mwenyewe kabla mtu mwingine yote. Haji ni mojawapo ya nguzo za Islam. Inasema nini? Arkanu Islamu khamsuna, shahadati an la ilaha illa Allah, man istata al-istitaa. Ukiona uwezo wewe kwanza kabla mtu mwingine. Ukishafanya yako ndio unaanza kufikiria wazazi wako, na kama wako hai na wana uwezo wanafanya. Kama ushafanya yako, ama unaweza chukua, umesema mtu ana mali, labda anaweza chukua wazazi na kazi rahisi maisha, sio? Unachukua wazazi wako. Kama hawezi, una kitu ambao kwamba watu wengi hawajui, ya kwamba unaweza kulipa mtu ambaye kwamba ashafanya haji amfanyie mzazi wako kama unakwenda haji, na inakuwa rahisi kwako kama huyo mtu tayari anaishi wapi? Makkah. Na inakuwa bora zaidi kama ni mwanafunzi ambao anajua kuifanya haji kwa uzuri zaidi, atekeleze zile ruling zote za haji, manasik. Mtume sallam alipanda kwa mnyama akifanya haji na akasema khudhu anni manasikakum, chukueni manasik, ni ritual zote za haji kwangu, yani watu wamuone. Kwa hivyo usipatie mtu yote, patia mtu ambaye kwamba anajua, so that mzazi wako afanywe na mtu ambaye anajua. Na kama wewe ushafanya haji na mzazi wako amefariki hajafanya haji, unakubaliwa kumfanyia vile vile. Nafikiri nimejibu swali yako. Jazakallah khair. Na kama una uwezo na hujaenda haji na ukufe na kabla kufanya haji, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anasema kwamba mimi naogopa huyo mtu anaweza kufa kifo ya Kiyahudi ama Nasara. Mtu alikuwa na uwezo na haja kwenda haji. Kwa hiyo ukiwa na uwezo lazima ufanye fauri, kwa haraka. Leo una mali, una afya, kesho moja inaondoka. Kwa hivyo fanya kwa haraka. Na haji ni mara moja tu, ngine yote ni sunna. Haji Mtume sallallahu alayhi wasallam afanya haji mara ngapi? Moja.